So in the view of God's mercy, offer yourself as living sacrifice. Offer yourself in the view ya yale mambo yote ambayo yameelezewa na hao watoto. Amen. Ile kazi yote, kulingana na ile kazi yote Mungu ametufanyia, maandiko yanasema tunafaa kujitoa. Tunafaa kujitoa kama dhabihu ambayo imekubalika. God's mercy has forgiveness of our sin. Sisi kusamehewa ni kwa rehema za Mungu. Sisi kuokolewa, it is by the mercies of God. Actually, there is nothing that you can do to be acceptable before God. So for you to be forgiven, ni kwa sababu Yesu alienda kwa msalaba kwa niaba yako. Maana ungeenda kwa niaba yako mwenyewe haungekubalika. So it takes the mercies of God for us to be saved. It is through Jesus and his righteousness we are set free from slavery of sin. Tukiendelea kuwa wafungwa wa dhambi, were it not for the mercies of God. It is the mercies of God that has brought us this far. We are adopted into the family of God, and we became heirs of God's kingdom by the mercies of God. So in the view of this mercy, I beseech you, brethren, in the view of God's mercy, offer your bodies as living sacrifices. There are many people who don't know how to sacrifice themselves. Unajua, in the Old Testament, people sacrificed what they have. Okay? They sacrificed goats, and they had to kill it. Then after that, they put it on the altar and offer it to the Lord. So they had to sacrifice. But now, we are living, and we ourselves are to be the sacrifices. Yesu mwenyewe alijipeleka kwa madhabahu. Ni vizuri kujua ya kwamba basi tunapokuja kwa Mungu tunakuja kujitoa kama dhabihu. And we need to think, what is it that you have sacrificed to God? Are you a sacrifice to God? Are you a sacrifice? Ni vizuri kujiangalia. Na kwanza kujiuliza, je, mimi kama David, mimi ni dhabihu kwa Mungu? Unajua watu wengi wanapenda Yesu kama mwokozi wa maisha yao, kwa sababu amewasaidia, amewaokoa. Actually, wanasemanga mimi nimeokoka. Lakini bali na kuwa mwokozi, anafaa kuwa Bwana. He ought to be the Lord of your life. Watu wengi ninafurahia sana, na kweli ukiwaangalia wameokolewa. Amen. Lakini sio wengi Mungu ni Bwana wa maisha yao. Hivi basi sio wengi ambao wameweza kunyenyekea mbele za Bwana. Sio wengi wamekubali kuwa dhabihu. So after God saves you, he expects to be your Lord. Wakati tunafanya mizizi, kuna sehemu moja ambayo tunapatiwa habari ya mtu ambaye ameokolewa kwa vita na mwingine. Baada ya kuokolewa kwa vita, ili asiwawe, wanaporudi nyumbani, huyo mtu anakuwa mtumwa au wa huyo mtu. Anakuja anasema ya kwamba I owe you my life. Kama sio wewe, ningekuwa nimeangamia. And because of giving me a second chance, mimi nitakutumikia maisha yangu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ataishi na huyo mtu kama mtumwa wake.
kwa sababu alimwokoa. Wapendwa, sisi tumeokolewa kutokana na kifo na Bwana Yesu Kristo. Tulikuwa tumekufa, tulikuwa tumeangamia katika dhambi. Sasa baada ya kuokolewa na yeye, tunarudi. Na tunaporudi, tunaamua ya kwamba kutoka sasa kuendelea, sisi tutakutumikia. Maisha yetu tumeyatoa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapookolewa, unasema ya kwamba I will offer myself in the view of God's mercy, in the view of what God has done to me. I will serve the Lord all my life. Kwa hivyo katika mafundisho ambayo yanafuata, Paul sasa anawaelezea watu jinsi wanavyofaa kujitoa kwa sababu ya Mungu. So he will be teaching us what we call the Christian duty. We will learn how to live our lives each day as Christians. Hallelujah. Na ningetaka uwe unaliganisha maisha yako na vile Paul anasema, uanze kujiuliza, mimi kama Mkristo hivi ndivyo ninavyoishi? To me that is very very important. Maana kama huishi hivyo na umeokolewa, basi kuna kasoro. Kuna nini? Kuna kasoro over yourself. So how we respond to God's mercy, the free gift of salvation, by offering ourselves. Na hili ni jambo ambalo Paulo alikuwa ameliguzia ukiangalia mlango wa 6 katika Warumi, akituambia ya kwamba hatuwezi kuendelea kujitoa kwa mambo ya dhambi. Romans chapter 6 verses 13 tulikuwa tumeisoma, wacha niisome tena. Inasema, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness. Watu hujitoa kwa mambo tofauti. Hata leo kuna mambo tumejitoa kwayo. Kuna watu wamejitoa kwa programs za TV. Kuna watu ambao wamejitoa kwa mambo ya masengenyo. Kuna watu ambao wamejitoa kwa chuki. Kuna watu wamejitoa kwa madharau. Yaani wamejitoa. Do not, lakini Paul anatuambia hapa, do not offer yours any part, iwe ni ulimi, iwe ni mikono, iwe ni miguu. Don't offer any part of your body as an instrument of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life. And offer every part of yourself to Him as an instrument, every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Every part. Some of us are offering only some parts. Hallelujah. Unaweza kuangalia mtu usema huyu mdomo wake haikuokoka, bado mdomo inamtumikia shetani. Mwingine kuangalia huyu mikono yake vile anaguzaguzaga vitu. Mikono yake haijakobolewa. Huyu bahari anatembea, unaona huyu miguu yake haijakobolewa. The legs are being used. Huyu macho yake, yale mambo anapenda kuyaangalia. Unajua ya kwamba macho yake hayajaokolewa bado, iko na kasoro. But we are supposed to offer every part of our body to God as instruments of righteousness. As instruments of what? Of righteousness. Very, very important. And we see this continuing even in verse 16. He continued telling us, chapter 6, verse 16, that we should offer. Don't you know that when you offer yourself to someone as an obedient servant, you are a slave to the one you obey, whether you are a slave to sin,
which leads to death, or to obedience. So some people have offered themselves. You offer anything that you obey is your master. You are its slave. So some people have offered themselves to sin because they obey sin. Shetani akiwaambia sasa ni wakati wa kutusi, wanafanya hivyo bila any hindrance. Lakini wengine, they are slaves to obedience, which leads to righteousness. And even verses 19 says that we should offer. And he's saying, I'm using an example for everyday life because of your human limitation. Just as you used to offer yourselves as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer yourselves as slaves to righteousness, leading to holiness. Abia mwenzako nitajitoa. Actually unajitoaga. Lakini wengine wanajitoa and they are slaves to sin. Others are slaves because everybody has a master. Your master is the one you are serving. So, the sacrifice that God is telling us to give is a sacrifice of acknowledgement to the honor of God. Wakati tunajitoa kama dhabihu, ni kutabua, tunatabua kazi ya Mungu katika maisha yetu. Hivi ni kumaanisha ya kwamba kuna mambo tukiyafanya, inamaanisha ya kwamba bado hatujatabua vile Mungu ametufanyia. So presenting the body to God has two parts. One, offering yourself as a living sacrifice, iko na njia mbili. Ya kwanza is avoiding sin that are committed with or against the body. Kuna dhambi ambazo tunazifanya na mwili wetu. When you have offered yourself as a living sacrifice, it means that you avoid those sins that you do yourself. But there are also sins that you do against your body. Unajua wakati mwingi, kuna watu wanasemaga mimi hakuna mtu nimekosea. Lakini wao ukiangalia vile wanafanya, yale mambo wanatenda na mwili wao, they are actually sinning against their own body. Unaona vile mtu anatreat mwili wake, unaona hata huyu anajichukia yeye mwenyewe. And you know what about your body? The Bible says it is the temple of the Holy Spirit. Si tunajua hivyo? Mwili wangu, kwa hivyo kuna mambo siwezi kutendea mwili wangu, maana hii ni hekalu. Nakumbuka siku moja nikiwa kijana mdogo, nilikimbia nikichezea kwa kanisa. Pale kwetu. Nikakimbia. But there was a caretaker in that church. That was almost the age of my mother. Actually, she was my mother's friend. Akaniuliza, hey, Botua, mnawezaje kuchezea kwa kanisa? Hamjui hii ni madhabahu? Bwana Yesu asifiwe sana. Ananiambia kwamba kuna mambo huwezi kufanya. Ninakumbuka kuna mtu kijana ambaye alikuwa ni mtukutu. He was just a wicked guy. Wakati mmoja akapanda kwa msalaba ya kanisa pale juu, akapanda mabati, akajaribu kuvuja msalaba pale juu. Alipotoka alishindwa, lakini wakati alitoka alikatwa vizuri na sengenge. Kila mtu akasema ni kwa sababu ulijaribu kudharau hekalu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kwetu sijawahi kusikia mtu amepigwa radi na umeme. Lakini kuna mtu mmoja alienda katika kanisa la Catholic, akaiba vitambaa vya kanisa. Yeye tu ndiye nimeshawahi kusikia maishani mwangu wote ambaye alipigwa na radi ya umeme. Kila mtu akasema ni kwa sababu alidharau madhabahu. Halo? Wewe ni madhabahu ya Bwana. You are a temple of the Holy Spirit.
Kuna mambo hauwezi kufanyiwa na kuna mambo haufai kujifanyia wewe mwenyewe kama kwa kweli umeamini. Hivyo ndivyo ni maana ya kusema chunga mwili wako, usiudharau mwili wako, na wewe pia usitumie mwili wako kufanya dhambi. So the first thing in presenting ourselves to God as living sacrifices is to avoid sin that are committed with or against your body. Number 2, the other way to offer yourself as a living sacrifice is using your body in the service of the Lord. Kutumia mwili wako kumtumikia Mungu. Na hiyo ndio swali ambalo Paul anajaribu kujibu. Utatumiaje mwili wako? Maana kutotumia mwili wako kumtumikia Mungu ni dhambi. Na ni vizuri kila siku unajiuliza, leo nimemtumikia Mungu kwa njia gani? Because it is to glorify God. We are to glorify God with our bodies. Tunafaa kutumia miili yetu kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio wasichana wameimba hapa wamemtukuza Mungu vizuri. Si wametumia midomo yao kumtumikia Mungu. They have offered their voices as a living sacrifice. Wamama walikuja wakaosha hapa, wakafagia. Si wanatumia miili yao kumtumikia Mungu. They are offering themselves as a living sacrifice. Wanasema mimi ninapoenda kuosha kanisa, ninajitumia mimi mwenyewe, ninajitoa kama dhabihu. Ninapoenda kusaidia mtu ambaye hajiwezi, si ninatumia mwili wangu kutii yale Mungu ameniambia niseme, nitende. Therefore I am offering myself as a living sacrifice. Jeff na Magi walisikia sauti ya Mungu, wametuletea screen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unajua hiyo ni kutumia mwili wao. Maana they are the ones who earned the money. They are using that as a living sacrifice. Holy and acceptable to God. Holy, remember, adadarai, holy. Maana sio kila dhabihu itakubalika. God receives holy sacrifices. Kwa hivyo ni lazima nijitakaze. Ni lazima kwanza nikubali kutakazwa na damu ya Yesu ili nisafisike, ili niweze kujitoa kama dhabihu. Very important. So God wants to take control of your body. Mungu anataka kutawala macho yako. Mungu anataka kutawala mikono yako. Anataka kukutumia wewe kama chombo. We have to be used by God. And I want, before you leave this service today, you must leave being sure. Mungu amenipea kazi gani? Maana wewe uko katika mwili wa Kristo. Hakuna kiungo katika mwili hakina kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. And to be a member of the church, you are saying, I am a member of the body of Christ. Wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Hakuna kiungo, hakina kazi. Wakati watu walikuwa wanafanya vita katika Biblia, Biblia inasema ya kwamba ili kuna mtu ambaye alikuwa anaambia watu, ili niachane na nyinyi, lazima niwatoe kidole cha gumba, cha mikono na cha miguu. Unajua hiyo ni mtu ambaye amekuwa immobilized. Hana balance. Ukiondolewa the nerves, hata kufanya kazi itakuwa ni gumu sana. Mnanielewa? If you want to immobilize somebody, remove the nerves. Na wakati ukitaka mtu aruhusi balance akitembea, toa vidole zake za miguu zile kubwa. Na wakati mwingine unaweza kuangalia hiyo kidole ufikirie haina kazi. Kumbe hiyo ndio kidole ambayo inapatia mwili balance. Watu wameanza kucheza na vidole. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kusema hivi, hakuna kiungo katika mwili wa Kristo ambacho hakina kazi. Hata kile unafikiria hakina kazi.
Na ninaomba hivi siku ya leo ya kwamba kabla hatujatoka hapa tutapata ufunuo. Hey, mimi ni wa kazi gani katika mwili wa Kristo? Pengine kazi yako tu ni kuleta balance katika mwili wa Kristo. Na Paul ameguzia karama tofauti ambazo tutaziangalia even as we continue. So use your eyes to absorb God's words, to see the things that need to be electrified. Kuna watu ambao ndio macho ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakuja wananiambia pastor, pahali fulani hapaendelei vizuri, maana wao ndio macho. Kuna watu wengine wao ndio mdomo wa kanisa. Kuna watu wengine wao ndio wanafaa kutumia midomo yao kwa njia fulani, tuseme kusifu. Kwa hivyo hao ndio raha ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao ndio wanatoaga kicheko kwa kanisa. Kuna watu wengine wao ndio mikono ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka jambo fulani litendeke, wao watakuwa pale na watafanya lifanyike. Wewe ni nini katika kanisa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaelewana. What are you in the body of Christ? You must answer that before we leave. Tutasimama na tufunge milango ya kanisa siku ya leo, mpaka kila mtu atabue mimi ni nini hapa. Maana mimi sio bure. I'm not useless. Hallelujah. Mimi the pillars of the church. Kuna watu ambao ninaweza kusema kwa wepesi sana, this is this. This one is this. But Paul now highlights a number of things. But before I go to the numbers, I want to say a few things that he has said. That this offering ourselves to God has other demanding and important obligations. Na hizo ndizo Paul anaziongelea. In verse 2 anasema hivi: do not conform. One of the obligations of offering yourself as a living sacrifice is not to conform to the patterns of this world. Watu wengi hawajajua ya kwamba dunia iko na patterns fulani. You know, when we talk about worldliness, we talk about sinful nature. Tunaongea ya kwamba unaweza kuongea juu ya mtu ya kwamba huyu amemezwa na mambo ya dunia. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba amepotelea katika dunia, anafanya dhambi za dunia. Na Mungu anasema ya kwamba do not conform. Sio kila kitu ambacho dunia inasema ufanye unafanya. Lazima ujiulize, hiki ambacho ninaambiwa nifanye kinamtukuza Mungu? Very, very important. And then he says, but be transformed. Be what? Be transformed. Sisi wakati tunaamini tunafaa kujua ya kwamba sisi ni tofauti, na hatujajifanya tofauti, ni kubadilishwa. And it is a command. Be transformed. And how are you transformed? Let me tell you something, and this is very important. The main battlefield is in the mind. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ni vizuri kujua ya kwamba watu wengi wanafikiriaga ya kwamba shetani anatokaga nje. Lakini shetani, if your mind is well set, if your mind is well managed, kama mawazo yako yanaelekezwa vizuri, hakuna dhambi au temptation ambayo itakuweza. Are you understanding what I'm saying? So most people are ineffective in life because they have never learned how to fight the battle in the mind. Acha nikwambie, there is something that you can run with your mind. Mapepo mengine yaache kukusubua. Ushawahi kwenda pahali kwa nyumba unasikia makelele kwa hiyo nyumba the whole morning, na alafu mtu anasema hapa shetani ametutembelea? Acha nikwambie, hiyo ni ukweli. Anaigiaga kupitia mawazo.
anatumia nia za mtu to attack us. When he wanted to attack Eve, he came with a lie. Where does the lie go? To the mind. So the source of the human race curse, the source of the curse in the human race came from the mind of the woman being attacked with lies by the devil. The main bondage in many people's life is because of what they have believed. And what you believe is what you have been told. It is what has been spoken to in your mind. And that is why preaching the truth becomes so important. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible calls the devil not the father of all sicknesses and diseases. The Bible does not call the devil the father of all demons. The Bible calls the devil the father of all lies. How does the devil put people in bondage? It is by lying to them and them believing the lie. There is no any way the devil will defeat you if you know the truth. Hey, actually, Jesus said, you shall know the truth and you'll be free. So any bondage can be broken through the truth. And that is why the Bible says that my people don't perish because the devil is too strong. My people perish because of lack of knowledge. Actually, when you reject knowledge, God also rejects you. It is in the Bible. It says in Proverbs, because you have rejected knowledge, because you do not want to study, because you do not want to learn, because you do not want to understand, I cannot help you. My people are not perishing because they are not praying enough. Actually, people pray daily. But he says that you pray and you do not receive because you pray amiss. You don't pray with understanding. You don't pray with knowledge. So your prayers will not go anywhere. The mind. The Bible says it is pulling down every stronghold and everything that exalts itself against underlying the knowledge. The strongholds are in the mind. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu ambao wako Kenya ambao wanaiba mali ya umma wangalijua ya kwamba hata wapata mali nyingi sana haiwezi kuwatoshelesha maisha yao. Wangejua tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Taifa letu lingekuwa mbali sana, lakini wamefungwa akili na shetani. Wanafikiria kwamba nikipata mali mingi ndio nitasaidika zaidi. It is a lie. They are living miserable lives with all their wealth. Kumbe walidanganywa na shetani wakaiba mali ya umma, ile mali ikawaletea laana badala ya baraka. Because the Bible says that the blessings of God maketh rich and addeth no sorrow. Lakini kuna watu ambao they are rich but sorrowful. So that wealth is already a curse because it is stolen. It is because they thought amiss. Hey, Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wewe unafikiria kwamba ukifanya mtu madharau utajisaidia. Kumbe ulipofanya mtu madharau alikuombea maovu, akasikia vibaya, na Biblia inasema ya kwamba the suffering you are suffering today, it is because vengeance belongs to the Lord. Kumbe yule mtu ulimfanyia madharau alilia mbele ya Mungu, na sasa Mungu ako kwako na kiboko. Ungalijua, ungelifikiria tofauti, haungekuwa pahali huko. Tell your neighbor, think different. So,
tunafaa kuelewa mawazo yako na my thoughts, they control my life. That is an important point. My thoughts controls my life. My thoughts controls everything we do. Always begins as a thought. Everything we do start as a thought. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything, whether it is hoarding, whether it is cursing, whatever it is that we do, begins as a. Proverbs chapter 4 verse 23 says, be careful how you think, for your life is shaped by your thoughts. A lot of people are not careful how they think. Wanafikiriaga kila kitu. Hawezi kuendelea kufikiria kila kitu. Hawezi kufikiria kila kitu. My friend, umeenda kufikiria, unaangalia mtu hata hana habari na wewe. Unaanza kusikia mtu anakuuliza, wewe unaniangalia aje? Ni kufikiria, na mnaanza kuanzana hapo. Kwa sababu ya vile umefikiria, vile anakuangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi kuendelea kufikiria hii chakula imepikwa aje. You entertain that thought. Hawezi kuendelea kufikiria huyo mtu ameiba aje. Huyo mtu anasimama aje. And then it becomes a stronghold. It becomes a stronghold. And to come out of that stronghold becomes very difficult. We are in bondage today because of the way people are thinking. Change your thought life, you will change your life. So God is more interested in changing the way you think than the way He is interested in changing the way your circumstances. Wapendwa, ninaona watu wanaomba kila wakati, nataka Mungu abadilishe maisha yangu. Hapana, naye Mungu anataka ubadilishe mawazo yako. Mungu anataka ubadilishe nia yako. Ukibadilisha nia yako, nayo familia yako itabadilika. Ukibadilisha nia yako, kazini kutabadilika. Many other times you discover people want to change the world. God does not want to change the world. He wants to change His people. When He rebuked Peter, He told him, you don't think according to the will of God. Get behind me, Satan. Ume-entertain mafikiria ya shetani. If you are able to manage your mind, you manage your life. Because your thought life shapes your life. Ukiangalia vile mtu amevalia ni vile alifikiria. Si mnanielewa? Ukiona vile mtu amejenga ni vile alifikiria. Hata ukisikia vile anaongea, ukitaka kujua mtu ni mtu wa aina gani, muangalie vile anaongea, vile anatenda. Change your thought life, you change your life. Number 2, your mind is the battlefield of the mind. Every knowledge, putting down every stronghold and everything that exalts itself against the knowledge of God. Change. If you want to change the sin of pride, if you want to change the sin of lust, tamaa za mwili, ukitaka kubadilisha chuki, badilisha, ujue ya kwamba ni vita shetani anataka kukuletea, ili uwe katika kifungo ya maisha chini yake. Change the way you think. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakumbuka when we were very young in ministry, my wife went, acha nijitagaze tu, walienda apati na wakachelewa sana. Wakachelewa. Sasa ilikuwa office party. Mungu anatutoa habari. Inakuwa office na imefika saa 7. Na anaendelea kunipigia na niambia bado tuko huku lakini tunakuja. Hey my friend, nasi shetani alinizungumzia. Nasi anilizungumzia. Unaona pale sasa shetani unaona kabisa hapa ameingia.
Nilijifanya ya kwamba sijakasirika, lakini yeye alikuwa ameona hata sura imebadilika, hata rangi ya ngozi imebadilika. Akaniambia, unajua kama hungetaka niende hii pata ungeniambia, badala ya hii fujo yote, hii kisirani yote. Lakini unajua shetani anaweza kukuhubiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kupanda mistrust kati yenu. Na kuna wenye amepanda kabisa. Ni kwa sababu ya vile shetani anaweza kukuhubiria, na kuna watu wamehubiriwa hata last night. Ile makasiriko yote ulikuwa nayo ni sermon ya shetani. Wewe umekuwa mfuasi wa kanisa fulani, mnahubiriagwa usiku. Unafikiria tu mambo machafu. Kwa nini usifikirie mtu ako katika hali ingine? Unaanza kufikiria vile anaweza kuwa muovu na umeokoka. Wacha hiyo mambo. It is going to deliver you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii akili mingi umetoa wapi? It is because the might is the battlefield. Lakini pia ni vizuri kujua ya kwamba kama utaishi maisha ya amani na furaha, ni kulingana na vile unafikiria. The might is the key to peace and happiness. So I want to advise you. You must feed your mind with the truth. If it is a lie, reject it. You must feed your mind with the truth. Jua ukweli kabla hujasonga sana. Itakusaidia sana. Otherwise utakosea. Number 2, you must focus your mind on the right things. There is that verse that the youth you used to say. I have not heard it of late. Finally, brethren, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent, if it is praiseworthy, think these things. Anakupatia a list of what to think. Anything else is not permitted in your brain. Unajua, niliyakuwa ninaangalia maandiko. Maana nimesikia watu wamecomplain. Hata hapa, chances are 98% of us have complained about something last week. Those are high chances. 98. Bwana Yesu asifiwe sana. There must be something. Either umecomplain about this or that. Lakini nilikuwa ninaangalia maandiko. Nikaona there is nowhere in the Bible God was happy with a complaint. Na kama utapata uniambie. Even when you think you are justified to complain, Mungu anakuambia, by the way, if you didn't complain, you would have entered into your destiny. Lakini akasema hawa ni watu ambao wanakosea ndani ya roho zao. And when God is talking about their heart, He is talking about their might. They don't know my ways. The ways of the Lord are not complaining. Complaining is the way of the devil. It is conforming to the pattern. Na utasikia mtu akijustify, ajua kuuliza wewe pastor, kama ni wewe ungenyamaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaona huyu mtu nimemwambia, kwa nini hasikiagi? Na unaona kweli wewe uko justified uko complain. If ujoata unakuaga nayo, you are justified, lakini unajua the pattern you are following is the worldly pattern. Ninataka mniambie wapendwa, nionyesheni pahali pamoja tu Mungu alisema umecomplain, thank you very much. Hongera. Things don't happen like that. Things don't happen like that. Very, very important. So God gives us gifts so we can build up His church. Nataka kuconclude. Niseme hivi. Paul aliongelea zile karama ambazo Mungu amezitoa kwa sababu ya watu. Na kazi ya karama ni hii. Ya kwanza
you realize that all gifts and abilities come from God. Number 2, understand that not everyone has the same gift. Karama zote ni za Mungu. Number 2, hakuna karama ambayo we have different gifts. Number 3, know how we are and what we do best. Ujijue na kila Mungu amekusaidia kukifanya. Number 4, dedicate your gift to God's service, not your personal service. Number 5, be willing to utilize your gift wholeheartedly, not holding back anything from God's service. Very, very important. That is how we are supposed to use our gift. That is how God wants you to use your gift. So Paul's purpose in this paragraph is to foster unity. Unajua kila mtu akifanya kazi yake, mwili unakuwa mmoja. So the unity of the church will come when everybody is doing what they are supposed to do. And Paul has mentioned 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gifts. And I want to very quickly mention them. 1, to some he has given prophecy. So if you have been given prophecy, if your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. Now Paul akasema, don't overestimate yourself. Don't underestimate yourself. Value yourself according to your own value and according to the grace that you have been given. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So, what do prophets do? Prophets are often bold and they are articulate. So if you are a prophet, you are bold and you are articulate. If serving, so there are people who have been called to the ministry to serve. And those who serve, they are faithful and they are loyal. Adarai. They are faithful and they are loyal. Hamutakuwa mkisubuana na kazi. If you are called, some are servers. They are faithful and they are loyal. If you are a teacher, teachers are clear thinkers. So if your work is teaching, then teach. Other people are encouragers. Tulisema kabla hujatoka hapa ujue kazi yako. So sasa anza kuchagua. If you are encouragers knows how to motivate others. Wanajua kuinua watu. Kuna mtu anakuongelesha ukiwa chini unasikia, that's exactly what I wanted to hear. So if your work is to encourage, then encourage. Give encouragement. Kuna watu, their kipawa is giving. Givers are generous and trusting. They are generous and they are trusting. So if your kipawa is to give generously. Others are leaders. If your kipawa is to lead, the Bible says lead diligently. So leaders usually are good organizers and they are good managers. So are you a leader? Then lead diligently. Others have been called to show mercy. And the Bible says, if it is to show mercy, show it cheerfully. Pana kusaidia mtu, alafu unaanza kumgobanisha. Wena venye nimekusaidia huwezi kusema asante. No. If your gift is to show mercy, and those people who are merciful, they are caring people who are happy to give their time to others. So if your gift is to give mercy, and please allow people to exercise their gift. So your work, na najua ya kwamba hii ni one of the lessons that those who have done mizizi they did. Na kama hukuelewa urudie mizizi, it is coming back very soon. You need to know your gift. And once you know your gift, seek for ways you can use that gift to build God's family.
Know your gift and seek for ways to apply it. So I clearly and humbly want to ask everybody, know what your gift is. Hakuna mtu hana kazi hapa. Hata wewe uko na kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Realize also that your gift can't do the work of the church all alone. Hakuna mtu ameitwa peke yake. Tumeitwa mwili wa Kristo. Na Paulo ameongea pale kwingi sana juu ya mwili. Maana ameona watu wengi wamezebea sana katika kufanya ile kazi Mungu amewaitia. Be thankful for the people whose gifts are completely different from yours. Amen? Don't keep criticizing them. That's why they are different. Na kuna pahali Mungu amewaitia, and there is nobody who has called you to judge anybody else's servant. Wachana na watu wafanya kazi vile wamefanya nini? Wameitwa. So let your strength balance the weakness and be grateful that their ability make up for your deficiencies. So what is your gift? Ningetaka uchukue dakika moja mbele za Bwana. Just take a minute and ask God that you would want to serve Him in the area of your gifting.